Alisema commissioner siku ile wazazi waangalie hizi sleepover za watoto wao. Zile biskuti zao, zile biskuti za banki. Watoto kila wiki wanasema is culture, global culture, global culture. Tena kuja kuwasaidia. Nafikiri hicho kitu pia kianze kuelezewa kwenye mashule. Kwa sababu unajua hizi sleepover ni kama utamaduni fulani mpya, kwamba mimi kama mimi familia yangu imeshibana na familia ya Sam. Tutaanza hivyo hivyo sleepover, tutakwenda leo kwa Uncle Sam kulala. Akaongezeka na Sofia tena. Kaongezeka. Sasa nyingine unajikuta kwamba kwa sababu yale mazoea na ile trust. Kwamba baba tunakwenda leo sleepover kwa Auntie Sofia. Kumbe hawajaja kwako. Ndio. Wameenda sehemu nyingine. Ndio. Ndio kula kwenda kukutana na vitu. Sasa wewe sasa una ile imani hata kupiga simu, kazi nikipiga simu utanielewaje hao. Na maana hatuaminiani. Na wewe na baba mzazi na wenyewe wenye shule yenyewe mfuatilie na mzungumze na watoto. Watoto Kuna clip tuliongea tukiwa Sabasaba kuhusu wale watoto wa chuo wa kike na afya ya akili. Dr. Kweka akanipigia simu akaniambia, Sam, mmechelewa sana kugundua hili jambo. Yeye kesi anazokutana nazo kama daktari, hilo jambo sema lilisha advance. Lilisha advance. Alafu wa kike na mababa lilisha advance mbali sana. Watoto wanajua akipelekwa tu hoteli kubwa pakali, kataanza kurekodi, katavaa zile cross za hotelini, anaweka mguu juu ili ya post. Kama this is my lifestyle. This is my lifestyle. This is how I live. Sasa ananiambia kuna utafiti umefanyika. Akikaa na session, mzazi anampeleka mtoto kwa daktari ili aweze kukaa na, so daktari anaongea sana issue za afya ya akili. Anakaa na mtoto wa kiume hawa miaka 13, 19 anasema. Asilimia kubwa sana wanalalamika wale watoto. Wazazi wao wanawaseduce, yani watoto wao wa mama wanawaseduce. Yani mama anabadilisha nguo mbele ya mtoto wake. Naona mama anachukulia huyu ni mwanangu, lakini yeye inamwamsha. Inamwamsha hisia. Inamwamsha hisia. Anaanza kubale. Wazazi wanachukulia poa vitu. Anasema nashindwa kumwambia kwa sababu ni mama, lakini hata kama ni uzungu mimi napata tabu, yeye mimi napata tabu. Hiki kinachokuja kutokea. Lakini na ukute mama ni mama kweli sasa. Mama kweli. Daktari ananiambia kuna mama amelala na yale alikuwa analalaga na mwanae anayempenda mpaka dogo na miaka 22. Analala na mamake wa kiume. Wa kiume. Hatari. Kwa hiyo yani ilifika time sasa mama siku ya harusi ya mwanae, mama analia, anasema yani mwandani wangu, rafiki yangu, mtu ambaye nishamzoea sana naondoka. Na nini watasema hapa na kazi hapo. Huyu na mama yake. Hata akitaka kununua kofia anampigia simu mama yake. Mama, can I take red or black or nini? Sasa sema hii ngoma imepitiliza. Yaani sio sawa, mtoto miaka 22. Kwa sababu mama amelala na mtoto amemuona tangu anakuwa akiwa mdogo. Bado anamuona mtoto. Mpaka mtoto afikiria kwenda kuoa bado analala na mama yake. Sasa hii sio sawa. Kwa nasema huu utaratibu wa sasa hivi mama kuchukulia kwamba huyu ni mwanangu tu. Yaani watoto ni wanadamu. Watoto ni wanadamu wa kawaida kabisa. Unajua sababu mama anaambia moja ambayo imeadvance imepitiliza. Yaani imepitiliza mpaka akasema sasa mtoto huyo ana trauma. Kwa sababu mama huwa anachukuaga zile mashine hizi. Anamwambia mwanae amnyoe wote wa asili. Hiyo sasa too much. Huyo si akamatwe tu akahojiwa huko ndani kidogo. Yaani ndio nashindwa kuelewa Tamaduni za wapi hizo? Sisi tumefikia wapi? Yaani kwamba tumefikia wapi? Tamaduni za wapi? Yaani kwamba sasa hivi mama anaweza kaa anaoga akamtuma mwanae wa kiume niletee taulo. Ampelekee. Kisa sidhani kama ni uzungu. Sio uzungu. Yaani hata wazungu wafanye hivyo. Ni ushetani uliopitiliza. Yaani hata wazungu wenyewe wafanye hivyo, wanashangaa. Sasa fikiria huyu mtoto na psychology yake hivi unamwathiri kiasi gani? Na mwisho wa siku unategemea tuje kuwa na wababa wa namna gani? Unajua hivi vitu nadhani tumevichukulia poa sana, tumeviacha, tumekuwa kividharau. Pengine si wenyewe watuongei, pengine si wenyewe tunapaswa kuzungumza kwa kuwashauri pia wenzetu, hata kama unachukia, lakini tuwaambie ukweli sana, kwa sababu
Angalia tu kwenye mavazi, yani mwanamke anaweza kavaa kijibukte kimoumwe, ni kibukte kifupi cha ajabu, afu yuko na mwanae wa kiume wanazunguka huko sijui wapi, yani nguo za ajabu ambazo hazifai hata kukaa mbele ya mwanae wa kiume, anakaa naye. Hata wa kike tu kujiexpose mbele yake namna hiyo, sidhani kama pia ni sawa. Nadhani ipo haja ya sisi kama wanawake sometime kukua tunazungumza na wenzetu. Japokuwa wanasemaga kwamba wanawake tunaoneana wivu, tunachukiana. Lakini huwa hawapendi kuambiwa ukweli. Unaweza kumwambia mtu kwa nia njema, lakini akakuchukia, Sofia una roho mbaya, yaani unapenda kuonea wenzako hivyo. Lakini unamsaidia kwa sababu anamharibu mtoto wake. Kabisa. Sasa tukiendelea kukaa kimya sisi na kaka zetu pia na nyinyi mkaendelea kukaa kimya, yani tunazidi kuharibikiwa, Yaani hizi kufika stage hiyo. Mimi nimekuwa nikiwa mdogo, nimelelewa na baba na mama. Mangu baada baba alifariki nimelelewa na mama, lakini sijawahi kukaa na mama nikamwona hata siku moja amekaa hivi kifua wazi kafunga kanga nusu mbele yangu kufanya chochote, amepita kwenda bafuna kwambia nileteke. Hakuna, huwezi kuona vitu kama hivi. Lakini sasa hivi it's normal. Kwenye mitandao ya kijamii mtu anajirekodi kapiga kitaulo hivi, mguu ameweka juu, and then people they are clapping, wana comment, they like. Huwezi Kiafrika baba huwezi kuvaa taulo kumpakata mwanao wa kike. Katika malezi eti uzungu, mmeenda ile ni vacation, mmeenda kuogelea, mnapiga swimming pale, dada mnaweza kuoga na kinani chake afunga taulo na mtumbo wake anapiga picha la mwanae. Anakuambia mwanae wa kike, mtoto mkubwa kabisa umepakatwa na baba, unamkisi baba yako pale. Ni ushamba umesaidia watu wengi sana, watu tu waelewe. Ushamba umewasaidia watu wengi sana kwa ponya na vitu vingi sana kabisa. Kwa sababu katika ushamba wangu, hebu acha mimi linipite. Lakini ujuaji umewaponza watu wengi sana. Na kuna wakati pija hao watoto tunaweza kuzana hawajui, hawafahamu, lakini watoto wakipata mtu anaweza kumfungukia, wanaongeaga mambo mengi sana. Yaani sana. Na vile tu watu sisi hao watu wanaokuwa hapa wanashindwa kumanage hawa teens hawa miaka 10 ngapi 10 ngapi hapo. Wazazi wengi sana wanashindwa kwa sababu ya ubize. Watoto wale wanajua. Mimi Dr. Kweka alipokuja kuniambia hiyo story, nilipoenda kwa piga kura wangu pale nyumbani kaanza kuongea. Kitu gani huwa mnatamani kifanyike hapa nyumbani afu mnakikosa? Tukikupa simu na tumia muda na wazazi, unatamani nini? Asa simu chaji anaweza ikaishi, lakini wazazi tutacheka, tutafurahi. Lakini tukia nyinyi wenzetu una kazi, unajiandaa na kesho, kwa hiyo sisi tunaona na sisi tushike tu simu. Wana desire hawasemi. Usingeuliza tusingejua. Kwa kuna wakati vitu vingi sana vinatupita pije, watoto wetu wanaangalia, wanaona. Mtoto wa kike na mtoto wa kiume sasa tunakuwa, kuna wakati tukifika walali kabisa pamoja. Kabisa. Yes, kabisa. Hakuna kitu kibaya kitakuja kuwasumbua watu baadaye. Mtoto wa kiume ampe mimba dada yake. Sio kwamba mimba itaingia. Yaani hakuna muujiza, hakuna immunity. Kwamba eti kaka kimwingilia dada yake haitatokea. Hakuna kinga hiyo. Hakuna kinga hiyo. Eti sawa ni damu moja itatokea tu. Tena sasa unachokizungumza Sam, kwa kijana miaka 22 unalala na mama yako chumba kimoja, kitanda kimoja. Hapo utafuta lawama tu. Huyo mke umekwenda kumuoa, unafikiri ndio itadumu? Haitadumu. Ndio maana unaacha mke wa umri wako unakimbia kwa mshangazi. Sababu ushazoea kulala na mshangazi. Miaka yako tu ndio mshangazi anamlele pale. Kio kimwona mtoto wa kike hizo vitu vyangu hivi. Vitu vyangu vile. Kumbe vile ndo mama. Ushazoea kukaa pale na mama. Unadeka unadekezwa. Vitu vingine hivi. Wewe ukaa tena na mama yako mnapiga story. Unataka tena na mama yako mnapiga story. Na sio mgonjwa. Wanaharibika sasa hivi wa kiume. Wanaharibika wengi sana kwa sababu hiyo. Kabisa. Mtoto wa mama. Huwezi kukaa huko. Mimi inipite tu hiyo bwana. Bora niko tuonekane washamba. Fanya kabukta kabukta na mama yako mmekaa mnaongea. Tunaona kwenye mitandao ya kijamii mambo mengi. Mnaongea maendeleo gani? Mama amekaa hapa, utamaduni wote unaonekana. Utamaduni wote. Mama ana utamaduni wote, amekaa pale na mwanae, mtoto anaona utamaduni nini. Sasa unategemea huyo mtoto akitoka nje ya ile boma akaenda nje anakuwa ni mtoto wa aina gani? Mimi naona Wizara ya Wajima ina kazi sana kwa sababu kuna changamoto nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii ambayo hata wakati mwingine unamuonea huruma kwamba kila kitu akipitia kikibatika ukiona ndo atakizungumzia, lakini kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika ambayo ni kero. Kwetu sisi wenyewe ni kero. Ndio maana nilisema wale wanaopewa pesa za content creation wapewe na agenda. Tunataka 2050 Tanzania iwe na kizazi cha aina hii hapa. Kwa sababu hiyo content unazozitengeneza zilenge kuelekea huku.
Fanyeni mnachokiweza, lakini mwisho wa siku leo lina funzo na kutupeleka huko. Ikipewa tu leo kafanye mkatuonyeshe tu makalio na nini, hatujengi hicho kizazi. Ni kweli, tunazidi kuharibu. Sawa, unatufurahisha tunacheka, lakini return zake ziko. Return yake na tumekupa hela ya kodi ya wananchi. Uje kutengeneza vitu vya ajabu. Lazima utengeneze muktadha kwamba fanyeni mnachoweza. Lakini 2050 Tanzania tunaitaka watu wao wabunifu, watu wao na akili, to shape society in a positive way. Usitolewe tu hela kwa sababu tutatengeneza content. Atatengeneza vichekesho ambavyo vinaisha tu masaa 24. Vinajenga. Lakini tuna direction tunayopeleka ni ipi? Tuna ujumbe wetu ni upi katika content ambayo tunafanya? Sekta ya afya wanataka kuongelea nini? Wanatufundisha nini mwisho wa siku? Mlengo wa kimaadili tunakaaje? Ni hivyo. Lakini otherwise tukitoa tu hela. Kweli. Tutakuwa tuna mtu kwa sababu anatengeneza content atatafuta tu viewership. Apate hiyo hela yake aweze kumaliza. Lakini mwisho wa siku anatuharibia jamii yetu. Kabisa. Mama Gwajima ndio mbali na ile kazi ya kwenye mitandao ile. Lakini atafute namna ya kushirikiana na aidha vyombo vya habari, watu, viongozi wa dini. Hata ziandaliwe semina za wazazi. Uzazi mwingi Bongo hapa ni ajali. Watu kwenye starehe zao tu kimekatikia. Ghafla wanaanza malezi kama chips mayai. Siku mbili umemwacha mama anafanya mambo yake mitandaoni. Ndio maana yake. Ana show off mwili wake mitandaoni. Na mama anaona kama ongeza wanafurahi. Na kuna mama mmoja nimeona anafanya kama yeye na mwanae wanatengeneza content. Yeye mwanae wanatengeneza content. Kama anamrekodi mpaka pila jifanya kama amemsahau si na nini, yana hivyo wanatengeneza content. Kwa mtu mama na mwana. Kwa mtu mwingine maarufu. Alikuwa na mwanae hivyo alikuwa wanaambia oya dogo na mwalimu. Siku hizo amuonyesha sana. Wajomba ilibidi wamchukue ukoe jahazi. Lasi bwana. Ama siwe dogo angekuwa akishalegea. Angevunjika mbele.